Kwa majina naitwa Adela Joseph Magani, mfanyabiashara wa nafaka mpaka wa Namanga, nafanya biashara ya mazao navuka kwenda Kenya. Kabla ya mradi kuja, kweli tulikuwa tuna elimu ya biashara, tulikuwa tunafanya biashara kiholela bila kujua nini kinahitajika ama nini kinatakiwa. Hata kwenye upande wa custom tulikuwa hatujui kama kuna bidhaa ambayo ni dola chini ya 2000 inapita bila usumbufu wowote mpakani au bila malipo yote. Tulikuwa hatujui hilo, lakini tukaja kulijua hilo kwa sababu ya elimu. Kwa sasa hivi kweli biashara zetu zinaenda vizuri, zimepunguza gharama na zinaendelea kukua vizuri. Elimu ya mafunzo yametusaidia sana, yametusaidia upande wa kujua hela kujua hela, jinsi ya kuitumia, jinsi ya kuchukua mkopo, pia jinsi ya kuajiri tena na vijana, kuwapa ajira. Yani kwa ujumla mafunzo yametufundisha mambo mengi sana. Tulikuwa tunaogopa hata kuajiri vijana kwenye kazi zetu, lakini kupitia yale mafunzo tunaweza kuajiri vijana, tunaweza kufanya biashara kwa kujiamini, tunafanya biashara vizuri kwa sababu ya yale mafunzo. Elimu imetusaidia sana. Kweli baada ya mafunzo biashara yangu sasa hivi imekuwa kwa kiasi fulani tofauti na pale kabla ya mafunzo. Biashara yangu imekuwa kwa kiasi fulani. Mfano kabla ya mafunzo maximum nilikuwa na tegemea kwa mwezi niuze labda hata 600,000, lakini sasa hivi na uwezo wa kuuza milioni mpaka 2.5 milioni. Nimeweza kupata wateja wapya baada ya mafunzo. Kwenye biashara yangu nilikuwa sijaajiri mtu yoyote, kwa baada ya mafunzo nimeajiri vijana 2. Wazo langu sana naomba elimu iendelee, kwa sababu vijana bado wanaingia kwenye biashara wageni ambao pia hawajapata elimu tuliyoipata sisi. Wafanya biashara wapya bado wanaingia. Elimu iwe na muendelezo, kuendelea kuwapa elimu watu ili waendelee kujua biashara za mpakani, za kuvuka mpaka, na biashara kwa ujumla zinahitajika nini. Kwa wale tuliojua elimu, sasa hivi tumefundishwa, tumefaidika na elimu na tunafanya vizuri. Tunafaidika kwa hilo, lakini tunaomba elimu iendelee. Kwa mfanyabiashara mdogo, neno moja labda mimi niseme tu, apambane tu, asikate tamaa. Aendelee kupambana, asikate tamaa, na pia kuangalia wafanyabiashara wakubwa kupata ushauri na elimu kidogo. Maana kitutafuta tuliokaa kwenye biashara muda mrefu, tutampa elimu na tutampa ushauri, tutampa mwongozo vizuri, na ataendelea kufanya biashara bora. Asikate tamaa, aendelee kupambana.